Hatimaye Freeman Mbowe aibuka na kutaja mazito kuhusu chama cha Chadema ambayo yamezua taharuki nchini. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Ilianza kama tukio la kawaida la maombolezo, mahali ambapo maneno huchaguliwa kwa tahadhari na hisia utawala busara. Lakini ndani ya mazingira hayo huzuni, kauli fupi iliyotamkwa na aliyekuwa mwenyekiti wa taifa wa Chadema Freeman Mbowe imegeuka kuwa tetemeko la kisiasa linaloendelea kuenea kwa kasi katika mitandao ya kijamii na mijadala ya kitaifa. Sentensi yake kwamba kila mtu ana uongozi wake, iliyotolewa na utulivu mbele ya hadhira ya msibani, imechukuliwa kama ujumbe mzito na ugusa moja kwa moja mwelekeo wa uongozi wa sasa wa chama kikuu cha upinzani nchini. Uzito wa maneno hayo haukuwa kwenye idadi ya silabi, bali kwenye historia, mazingira na mvutano wa kisiasa uliotangulia. Freeman Mbowe si jina dogo katika siasa za Tanzania. Kwa zaidi ya miongo miwili amekuwa uso wa mapambano ya chama cha Chadema dhidi ya mfumo wa chama tawala, akipitia chaguzi zenye utata, ukamatwa, kesi za kisiasa na hatimaye kifungo kilichozua mjadala mpana wa kitaifa na kimataifa. Uongozi wake ulijenga Chadema kutoka chama kidogo hadi kuwa tishio la ukweli kwa CCM katika siasa za ushindani, na ndiyo maana kila neno lake hata linapotamkwa nje ya jukwaa la kisiasa ubeba maana pana inayozidi muktadha wa papo hapo. Kauli hiyo ilitolewa alipoulizwa kuhusu uongozi wa sasa wa Chadema unaoongozwa na mwenyekiti Tundu Lissu pamoja na makamu mwenyekiti John Heche. Majina hayo mawili tayari yanabeba mizigo mikubwa ya kisiasa, na Tundu Lissu ambaye ni mwanasiasa aliyenusurika jaribio la kumuua baada ya kurejea nchini, anawakilisha siasa za msimamo mkali, ama ukipenda confrontational dhidi ya dola. John Heche kwa upande wake amejijengea taswira ya kiongozi wa vijana mwenye sauti kali na mtindo wa moja kwa moja. Ndani ya uongozi huu mpya, Chadema inaonekana kuingia katika awamu tofauti ya mapendekezo yenye lugha kali zaidi na mkazo mkubwa kwenye shinikizo la sasa la moja kwa moja kwa dola. Ndani ya muktadha huo, sentensi ya Mbowe imeanza kutafsiriwa kama zaidi ya kauli ya kawaida. Kwa wanachama na wafuasi wengi, inaonekana kama mstari wa mpaka kati ya zama mbili za uongozi za chama hicho cha Chadema. Zama ya Mbowe zilijengwa juu ya uvumilivu, ujenzi wa taasisi za chama na siasa za muda mrefu hata ndani ya mazingira ya dhuluma, na zama za Lissu zinaonekana kujikita kwenye kasi, shinikizo la lugha na mapambano ya wazi, na kauli kwamba kila mtu ana uongozi wake imeonekana kama inakubali tofauti inakubali tofauti hiyo bila kusifu wala kuilaumu waziwazi. Mjadala ulioibuka mitandaoni unaonyesha mgawanyiko wa kihisia na kimtazamo ndani ya kambi ya upinzani. Wapo waliotafsiri kauli hiyo kama ishara ya ukomavu wa kisiasa, wakisisitiza kuwa Mbowe anaonyesha heshima kwa mabadiliko ya uongozi na anakubali kwa hekima nafasi yake mpya kama chama ama kama kiongozi wa chama cha zamani. Na katika tafsiri hii, maneno yake yanaonekana kama somo la demokrasia ya ndani ya chama, kwamba uongozi si mali ya mtu mmoja, bali ni mchakato unaobadilika kulingana na wakati wa mazingira. Lakini tafsiri nyingine imekuwa nzito zaidi, kwamba baadhi ya wanachama na wachambuzi wa kisiasa kuona kauli hiyo kama ujumbe wa ndani unaoashiria tahadhari au kwa wasiwasi kuhusu mwelekeo wa sasa wa chama. Na ndani ya historia ya Chadema, migogoro, uongozi na mikakati haijawahi kukosekana. Tofauti za kimtazamo kuhusu mbinu bora za kupambana na mfumo wa CCM zimekuwa zikijitokeza mara kwa mara, na wakati mwingine kwa sauti ya chini, wakati mwingine kwa migongano ya wazi. Kauli ya Mbowe imeonekana kama ukumbusho kwamba mtindo uongozi una athari za moja kwa moja kwa imara wa chama na mustakabali wake. Mazingira mapana ya kisiasa ya Tanzania yanaipa kauli hii uzito zaidi.
Na katika miaka ya karibuni nafasi ya upinzani imekuwa ikibanwa kupitia sheria, vitendo vya dola na mazingira hofu. Kukamatwa kwa viongozi kunazuiwa kwa mikutano ya kisiasa na kesi zinazochukua muda mrefu zimekuwa sehemu ya uhalisia wa vyama vya upinzani. Chadema kama chama kikuu cha upinzani imekuwa ikibeba mzigo mkubwa wa matumaini ya wananchi wanaotaka mabadiliko ya kisiasa, lakini ndani ya mazingira haya magumu, mgawanyiko wa ndani au tafsiri tata za kauli za viongozi waandamizi zinaweza kudhoofisha mshikamano unaohitajika. Historia ya Mbowe binafsi inaongeza tabaka jingine la maana. Baada ya kushikiliwa kwa muda mrefu kwa tuhuma za ugaidi, tukio lilozua shinikizo la ndani na nje ya nchi, Mbowe alitoka gerezani akiwa ishara ya kukandamizaji wa kisiasa, lakini pia mfano wa uvumilivu. Mashirika ya haki za binadamu, wanadiplomasia na wanaharakati wa ndani walifuatilia kwa karibu kesi yote, wakitumia mfano huo kuonyesha hali ya haki na demokrasia nchini Tanzania. Na ndani ya muktadha huo, sauti ya Mbowe imekuwa ikisikika kama sauti uzoefu aliyepitia mifumo ya dola na atakaishi kuona gharama. Kauli yake ya msibani kwa hiyo haiwezi kutenganishwa na uzoefu huo. Inaonekana kama sauti ya mtu anayejua uzito wa madaraka na athari za maamuzi ya uongozi katika mazingira yenye dola isiyotabirika. Kwa njia isiyo ya moja kwa moja, kauli hiyo imewakumbusha wanachama na viongozi wa sasa wa Chadema kwamba uongozi wa zaidi ya maneno makali na mikutano mikubwa ni mchanganyiko wa mkakati, uvumilivu na uelewa mazingira ya kisiasa yanayobadilika. Kwa upande wa uongozi wa sasa wa Chadema, mjadala huu umeweka mshinikizo la ziada, na Tundu Lissu na John Heche wanakabiliwa na matarajio makubwa ya wananchi waliotaka siasa kali zaidi baada ya miaka ya kile walichokiona kama upole usiozaa matunda. Lakini pia walikabiliwa na hatari ya kuchoka na wananchi ikiwa mikakati itaonekana kuleta misuguano bila mafanikio yanayoonekana. Kauli ya Mbowe kwa namna fulani imekuwa kama kivuli kinachowakumbusha kuwa njia walizochagua zitapimwa si kwa maneno bali kwa matokeo. Na katika siasa za Tanzania, sentensi moja imewahi kubeba maana kubwa kuliko hotuba ndefu, na kauli ya viongozi wakuu mara nyingi huchambuliwa kulingana na muda, mahali na mazingira. Hii ndiyo sababu maneno ya Mbowe yalitolewa kwenye mazingira yasiyo ya kisiasa moja kwa moja na yamepata uzito zaidi. Yameonekana kama sauti huru isiyokuwa na majukumu ya uongozi wa kila siku, na sauti inayoweza kusema kidogo lakini kaacha athari kubwa. Mjadala huu unaendelea kufichua changamoto kubwa zaidi ya upinzani nchini Tanzania, na tatizo si tu chama gani kinachoongozwa na nani, bali ni aina gani ya uongozi inaweza kuhimili shinikizo la dola, kuunganisha wanachama na kuendelea kuwapa wananchi matumaini halisi ya mabadiliko. Kauli ya Mbowe imekuwa kichocheo cha mjadala huu, ikifungua mazungumzo ambayo yalikuwa yanaendelea chini ya pazia la heshima na hofu. Mwisho wa yote, kauli inapaswa kusomwa kama ishara hatari na fursa kwa wakati mmoja. Hatari ya tafsiri potofu na migawanyiko ya ndani, na fursa ya tafakari upya misingi ya uongozi wa kisiasa katika mazingira magumu. Mustakabali wa Tanzania unategemea uwezo wa vyama vya upinzani kujenga imara wa ndani, kuheshimu tofauti za mitazamo na kuzingatia maslahi mapana ya wananchi wanaoteseka chini ya mfumo wa kiuchumi na kisiasa uliowabana. Ukimya, hofu na kutochambua ishara kama hizi kunaweza kuigharimu nchi zaidi kuliko maneno makali, na sentensi ya Mbowe imeacha alama ambayo haitakufutika kirahisi, kwa sababu imegusa kiini cha swali la uongozi, uwajibikaji wa mwelekeo wa mapambano ya kisiasa. Kama ujumbe huo utapuuzwa au kupotoshwa, gharama yake itakuwa kudhoofika kwa imani ya nidhamu na kupanuka kwa pengo kati ya matumaini na uhalisia. Na katika taifa linalotafuta mwelekeo mpya, maneno machache yanaweza kuwa onyo la mwisho kabla
ya historia kujirudia kwa namna isiyowapendelea wale wanaochagua kukaa kimya. Ni hayo tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa na kuletea taarifa hizi na zingine kwa kina. Zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare.